Masaa haya na majira haya mtumishi wa Mungu amenena jambo fulani, na ni kweli ni masaa ambayo shetani huwa yuko mbioni kwa ajili ya kukamata kanisa, ya kukamata mteule, ya kukamata mtu ambaye amelala. Wakati huu ndio ambao wanasimama na kukoroga miungu yao ili maisha yako yakapate kuharibika. Lakini nataka nikutie moyo siku ya leo ya kwamba ujiunganishe na Mungu, ujiunganishe na ufalme wa Jehova, ujiunganishe na Bwana mabwana na jina la Bwana Yesu Kristo, hata watakapofanya matambiko yao usiku wa leo na asubuhi ya masaa haya, hakika watakuona, kwa sababu damu ya Yesu itakuwa imekufunika. Haleluya! Nilikuwa tu naweka hilo himizo kwa ajili ya masaa haya. Twende moja kwa moja hata kitabu cha Mwanzo mlango 37. Mwanzo ama Genesis chapter 37. Kuanzia pale mlangoni nitasoma. Yakobo akakaa katika nchi aliyosafiri baba yake, katika nchi ya Kanaani. Hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwanawe miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake, naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bilha na wana wa Zilpa wake wa baba yake Yusufu. Wakamletea baba yao habari zao mbaya. 3. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana mwana wa uzee wake amemfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Uko chini, sitashuka. Nataka nikomee pale. Nataka niseme hivi, chuki ambayo unachukiwa kesho itakuwa kwa furaha yako. Chuki ambayo unachukiwa kesho utakuwa mahali pazuri. Tazama, Yusufu alipendwa sana na baba yake. Amen. Yusufu alikuwa anamtii Mungu. Yusufu alikuwa ni mcha Mungu. Yusufu alikuwa yeye ni mchaji wa Mungu. Tazama, pia kwa baba yake alikuwa anampenda na anamtii. Lakini tazama, ndugu zake wakawa na chuki kwa ajili ya maisha yake. Ni kwa sababu ya maisha aliyokuwa nayo kuanzia utoto wake, kwa sababu alimpenda baba, alimpenda Mungu na alipenda sheria za Bwana. Hivyo ndugu zake wakachukizwa na yale ambayo alikuwa akifanya. Haleluya. Amen. Nataka kuongea na nafsi ambayo imechukiwa. Haleluya. Amen. Kesho, na siongei kesho, nasema asubuhi ya leo. Amen. Mimi wasiongei kesho, naongea asubuhi ya leo. Amen. Yusufu kuchukiwa kwake kulimsababisha kwenda kukaa mahali pazuri. Amen. Yusufu kuchukiwa kwake kulimsababisha kukaa palace.
Nataka nikwambie, wakati una masaa na majira haya, Yusufu yeye alitii Mungu. Yusufu alitembea na Mungu. Yusufu alitenda sawasawa na neno la Mungu. Lakini tazama, ndugu zake wakawa katika hali ya kumchukia. Ndugu zake wakawa na mpango wa kumuua. Ndugu zake wakawa na mpango wa kuangamiza ndoto zake. Na mimi nataka nikuambia asubuhi ya leo, ndoto zako hazitauawa na mtu. Nasema ndoto zako hazitakufa. Nasema ndoto zako hazitauawa. Asubuhi ya leo na masaa kama haya, kama vile Yusufu hakuanzia mwenzao mabaya, hakuchukia ndugu zake, wala hakuona hasira. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu alijua pale anaenda. Haleluya! Wacha nikwambia kwamba hauko likoni bure, hauko likoni mahali mabaya. Nataka nikwambia kwamba uko likoni kwa ajili ya kusudi la Mungu. Wewe ikawa familia za kwenu wamekuchukia, wewe ikawa pia aliye karibu na wewe amekuchukia, wamekupangia mabaya, hata ukapanga kujiondoa, ukapanga kuondoka maishani mwako. Lakini nataka nikuambia kwamba hata kama watakwenda kwa shimo, hata kama wamepanga wakule, hawatakumaliza, hawatakumaliza. Nasema ya kwamba haleluya, you are going to be promoted. Amen. Nakwambia unaenda kuwa promoted. Amen. Na kama Farao alitoa pete ya uongozi akamvalisha Yusufu, atatoa huyo jamaa, atakuweka wewe, na wewe utakuwa overall. Songeni unaongea na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Tazama, ndugu zake walimchukia kama vile wewe kawa nyanya yako, babu yako. Siongei juu ya mababu, naongea hao ambao wako maeneo haya. Wao wanasikia wasikii. Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo na majira haya ya kwamba chuki yako ni baraka yako. Haleluya. Usione mambo ambayo watu wanatembea. Unaona watu wanahubiri, wamepitia mambo mazito. Siku anajua kama siku moja nitahubiri Mombasa. Nilijua siku moja mimi nitakuwa mtu wa mashambani. Lakini Yesu, sema Yesu, sema Yesu ni ngome yangu. Kuna watu ambao wanauzwa na dada zao. Wengi anauzwa na kaka yake. Wengi anapangiwa mabaya na makazi zake. Adui za mtu ni wa adui za mtu ni tusianze kudanganyana. Anasema kikulacho kiko wapi? Kiko hapa. Kwa sababu kila masaa na kila majira anakuwazia mabaya. Na ndio maana katika kitabu cha Mwanzo mlango ni wa 6, Mungu akaona kila lolote mwanadamu alilokuwa anawaza lilikuwa ni ovu mbele za Bwana. Hivyo Mungu akasema ya kwamba hakika atafuatilia mwanadamu aliyemuumba. Akakaili akasema nitatufuatilia. Tazama, uende ikawa kuna mtu ambaye afurahie ile kazi ambayo nayo. Kuna mtu ambaye afurahie ndoa yako. Kuna mtu ambaye afurahie kazi ulionayo. Kuna mtu ambaye afurahie huduma Mungu ameweka ndani yako. Na mimi nataka nikwambie, aliyeweka hivyo vitu vyote ni Mungu, na ataviwekea ulinzi ndani ya maisha yako. Asubuhi ya leo Mungu anaenda kukuferesha. Haleluya. Amen. Nishamaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Kama nikubarikiwa, nimebarikiwa. Na kama nimebarikiwa, umebarikiwa. Amen. Haleluya. Mungu ana sababu juu ya maisha yako. Usiogope adui. Yusufu hakuogopa. Yusufu alitembea na ushujaa. Yusufu alitembea akiwa anamtumainia Jehova. Hata wakati alipotundikwa
katika lile shimo hakuogopa. Wacha kuogopa dada. Haleluya. Amen. Nani aliambiwa kwamba utakufa? Inua mkono. Nani mtu alimwambia utakufa? Inua mkono. Bado hakuna. Haleluya. Aliambiwa kwamba utakufa. Uliambiwa utakufa nini ama ulisemwa siku ngapi? Baada ya wiki moja utakuwa umekufa. Na bado uko na utaendelea. Amen. Haleluya. Amen. Tena watashuhudia baraka ambazo Mungu ameweka ndani yako. Yuko ambaye aliniambia na kupatia miaka 3. Nikamwambia mzee, uko mjinga tena uko mpumbavu. Nataka nikwambie sitakufa, utakufa wewe. Nijio miaka 3, nipatie miezi 3, nipatie siku 3, nipatie masaa 3, nipatie nukuta 3, niondoke duniani. Nataka nikwambie unaenda kuondoka nyuma yangu. Unaenda kuondoka. Unaenda kuondoka kwa jina la Yesu. Hakumaliza muda, aliondoka kwa sababu nilimtumainia nani? Haleluya. Yusufu lazima ujitie moyo. Na kama uko mwanamke, jitie moyo kama Esther. Akasema kuna nikufe na nikufe, lakini lazima Wayahudi wakaweze kukombolewa. Lazima wakapone, lazima wakaendelee kwa jina Yesu. Mwanaume ni imani hapa, wewe ni Yusufu. Mwanamke ni imani hapa, wewe ni Esther. Wewe ni Esther. Wewe ni Esther. Wewe ni Esther. Haleluya. Akasema kama nikufa na nifanye nini? Lazima adui yako aingie kwa mfungo wa kitanda chako au awe hapo. Haleluya. Na Mungu ataenda kukuinua. Kama vile alivyomuinua Yusufu. Kama vile alivyomuinua Esther na Mordekai. Mungu anaenda kukuinua. Haleluya. Wakakaa katika sehemu ya furaha. Bwana bariki neno lake. Mbarikiwa na jina la Bwana. Tusimame. Tupate wimbo wa kuabudu. Tupate wimbo wa kuabudu tu. Mbali ya kwamba twende katika hayo maombi na hilo neno na hilo somo. Simama tu kwa miguu yako. Mwambie Mungu nimekuja mbele zako. Mwambie Mungu nimekuja mbele zako. Usihesabu mambo ambayo yamepita mbele yako. Muone Mungu. Muone Mungu akushindanie. Yes. Msalaba ndio asili.
haijalishi umepitia wapi, haijalishi ni mangapi umefanyiwa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yes, ita Yesu, ita Yesu, ita Yesu, ita Yesu, ita Yesu. Kwa maisha yako lazima unafunguliwa, lazima unafunguliwa, lazima unainuliwa, lazima milango ifunguliwe katika jina la Yesu. Kila madhabahu yote, madhabahu ya kishetani, madhabahu ya waganga, madhabahu ya vimasa, zaina majina haya ipaachilie sasa katika jina la Yesu. Kuna nafsi ambayo imechukiwa, kuna nafsi ambayo imechukiwa. Unatembea ukiwa umechukiwa, tena ndani ya moyo wako unahisi kukichukia. Lolote unaloligusa aliendi. Naongea na hiyo nafsi ambayo iko mahali hapa, chochote unachokigusa kiendi. Kwa jina la Yesu sasa ikuachilie, kwa jina la Yesu ikuachilie, kwa jina la Yesu ikuachilie, kwa jina la Yesu ikuachilie. Kila madhabahu ya ukoo, madhabahu ya ukoo ikuachilie sasa, ikuachilie sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Msalaba ndio huo, msalaba wa damu ya Yesu. Yes, katika Yesu. Hiyo chuki unachukiwa tena. Saa hiyo utakasa wewe katika jina la Yesu, katika Yesu. Katika mlipuko wa maombi, Roho Mtakatifu ingia ndani mwake katika jina la Yesu. Asante Mtakatifu wa Yesu. Wewe ndiwe mfalme wa mfalme, wewe ndiwe Mungu wa mbinguni. Tawala maisha yetu tu. Damu ya Yesu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu naomba na hata kuamini. Amen. Tupigie mtumishi wa Mungu makofi. Piga tu makofi ya juu kwa ajili ya kipindi hicho. Bwana Yesu asifiwe sana.